Asubuhi ilifika kama asubuhi zote zinavyofika kijijini Kirongo. Jogoo kabla ya mapambazuko. Wanawake wakitembea kisimani na ndoo juu ya vichwa vyao, wakizungumza polepole. Jinsi watu wanavyozungumza kabla siku haijawauliza kitu chochote. Kila kitu kilionekana kawaida. Lakini kulikuwa na kitu kilichokuwa kimekosea kwa undani na ukimya. Joeli alihisi kwanza. Alikuwa amempenda Zawadi miaka 2. Alikuwa amechumbiwa naye wiki 6. Alimjua kama unavyojua wimbo unaoishi kifuani mwako. Kila pause, kila noti, kila dakika ndogo ambayo inakushangaza hata kama umewimba mara moja. Basi pale Zawadi alipokaa mbele yake kula ugali na supu asubuhi ile ya Jumanne na kutabasamu, Joeli alihisi kitu kikibadilika ndani yake. Tabasamu lilionekana sahihi, lakini liliondoka usoni mwake haraka mno, kama mtu aliyesanya mazoezi ya umbo lake, lakini si hisia zilizo nyuma yake. "Hukumaliza chai yako?" alisema. "Sikuwa na kiu," alijibu. Alisema chochote zaidi. Alishika jembe lake na kutembea kwenda shambani. Lakini Zawadi daima aliimaliza chai yake. Alishika kikombe kwa mikono miwili na kunywa hadi tone la mwisho, hata pale ilikuwa baridi. Joeli alimchekesha mara nyingi kuhusu hilo. Alikumbuka vizuri jinsi alivyocheka kila wakati alipomchekesha. Kichwa chake kikiinamia kidogo upande wa kushoto, macho yakifumba sekunde moja tu. Mwanamke aliyekuwa mezani hakugusa chini ya kikombe, na pale alipotabasamu, aliinama kichwa upande wa kulia. Alijisemea kuwa alikuwa amechoka. Neema aliona pili. Neema alikuwa rafiki wa karibu wa Zawadi tangu walikuwa na miaka 8. Aina ya urafiki unaoundwa pale mtu mmoja anamshirikisha mwenzake chakula chake pekee wakati wa njaa, hauvunjiki kwa urahisi. Neema alimjua Zawadi hadi mifupani. Pale Neema alipofika lango la soko asubuhi hiyo na kuinua mkono wake kwa salamu yao maalum, vigelegele vitatu, bonyezo la bega, mshindo wa vidole viwili, mwanamke aliyevaa uso wa Zawadi alisita nusu sekunde, kisha akaikamilisha salamu vizuri. Vizuri sana mno, kama mtu anayemaliza onyesho alilofanya mazoezi yake. Neema alicheka. "Wewe si wewe leo." "Sikulala vizuri," mwanamke alisema. Neema alimwangalia akitembea kuelekea masalio ya nyanya. Kitu kidogo kilisimama pembezoni mwa akili yake na kukataa kuondoka. Shangazi Rehema alisema Zawadi alionekana mwembamba zaidi ya juma lililopita. Shangazi Imani alisema alikuwa ametulia sana, mkubaliano sana. Si kama Zawadi yule aliyepingana na Petro mvuvi dakika 20 kuhusu bei ya samaki watatu wa chewa. Mzee Samueli aligeuka na kutazama mara 2 alipopita barabarani. Ingawa ukimuuliza kwa nini, hangeweza kukuambia. Wote walikuwa na hisia. Bado hakuna aliyepata maneno. Maili 3 kutoka katikati ya kijiji, kupita shamba la zamani la muhogo, kupita ua uliovunjika ambao Baba Tomasi aliahidi kurekebisha kabla ugonjwa wake usiondoe uwezekano huo, kulikuwa na ghala dogo la kuhifadhia vitu, kuta za udongo, hakuna dirisha, kufuli nzito ya chuma nje. Ndani ya ghala lile, juu ya sakafu ya baridi ya udongo, aliketi Zawadi wa kweli. Alikuwa hai, karibu vizuri. Vifundo vya mikono yake vilichukua makovu ya kamba kutoka siku 3 za kuvuta. Sauti yake ilikuwa karibu kupotea kutoka kupiga kelele kwenye kuta ambazo hakuna aliyepita karibu ya kusikia. Alikuwa amekula mwisho wa chakula kidogo kilichokuwa kimewekwa mlangoni. Alikuwa amepoteza hesabu ya masaa, lakini hakupoteza akili yake, na alijua kwa uhakika uliokaa tumboni mwake kama jiwe, hasa nani aliyemfanyia hivi. Nyuma kijijini, Zawadi alicheka kitu Petro aliposema karibu na kisima. Kicheko kilionekana karibu sahihi. Karibu. Joeli alisimama futi 30 mbali na kumwangalia bila kusogea. Harusi ilikuwa siku 14 mbele. Lakini ili kuelewa jinsi dada wawili wapacha walivyoweza kuwa wageni kwa kila mmoja, ninahitaji kukupeleka nyuma. Nyuma hadi siku walipozaliwa. Nyuma hadi dakika ambapo kila kitu kiliamuliwa. Walizaliwa dakika 7 tofauti. Zawadi alikuja kwanza. Mama Waridi alipiga kelele moja kisha akaanguka katika ukimya wa uchovu. Mkunga, bibi kujua wa zamani, alimuinua mtoto na kusema kitu ambacho hakuna mwanamke anapaswa kusema bila kujali katika chumba ambacho mtoto wa pili bado anakuja. Huyu ndiye aliyebarikiwa. Hakuna aliyekumbuka kwa nini alisema hivyo.
Labda macho ya mtoto yalikuwa wazi, labda alilia kwa njia iliyosikika imara na ya uhakika. Labda bibi kujua alikuwa amechoka tu na mdomo wake ulisogea kabla hekima yake haikusimama. Lakini Mama Waridi alisikia, na kitu kilikaa kimya moyoni mwake usiku ule, kitu ambacho hakuwahi kukichunguza, kukihoji au kukifuta. Pale Amani alifika dakika 7 baadaye, mdogo zaidi na polepole zaidi na kimya zaidi, chumba kilikuwa kimeshafanya uamuzi wake. Wakati wasichana walipokuwa na miaka 5, ilikuwa wazi kwa kila mtu aliyetazama kwa makini ya kutosha. Michoro ya Zawadi ilienda ukutani, ya Amani ilienda kwenye sanduku chini ya kitanda. Zawadi alipata viatu vipya kabla ya kiangazi. Amani alivaa vya mwaka uliopita hadi vidole vyake vidogo vilisogea mbele kwa nguvu. Pale wageni walipofika nyumbani, Mama Waridi angepiga kelele kwa upole, "Zawadi, njoo ukasalimia wageni wetu." Amani angeketi mlangoni akitazama, hajatambuliwa, hakusikika, akijifunza mapema kwamba watu wengine wanaingia chumbani na wengine wanatazama tu kutoka pembe zake. Baba Tomasi alikuwa mtu wa upole zaidi. Alijaribu kwa njia yake ya utulivu kurekebisha mambo. Alimfuma Amani nywele Jumapili asubuhi. Alimhifadhia kipande kitamu cha embe. Lakini Baba Tomasi aliugua vibaya wasichana walipokuwa na miaka 9, na mtu anayebeba ugonjwa hana nguvu iliyosalia daima ya kurekebisha kile nyumba tayari imekuamua. Basi Amani alijifunza kitu ambacho hakuna mtoto anapaswa kujifunza. Alijifunza kutoweka ndani yake mwenyewe, na alimwangalia Zawadi kama mwanafunzi anavyomwangalia mwalimu, kwa makini, kwa ukamilifu, bila kukosa kitu chochote. Jinsi Zawadi alivyotembea katika chumba, mwelekeo maalum wa kichwa chake alipokuwa akisikiliza, jinsi kicheko chake kilivyokuwa pole pole kabla havijafunguka. Amani alikariri mambo haya, bado si kwa chuki. Alikariri kama mtoto mwenye njaa anavyokariri harufu ya chakula katika jikoni ya jirani. Hamu ya moyo, bado si udhalimu, lakini hamu ambayo haijajibiwa polepole hubadilika umbo lake. Kujifanya kwa kwanza kulitokea walipokuwa na miaka 16. Amani alisafiri peke yake hadi Bonde, kijiji masaa 2 mbali, kupeleka mafuta ya ufuta kwa Mama Waridi. Mwanamke mmoja alimtambua uso wa Zawadi, ambao pia ulikuwa uso wa Amani, na kupiga kelele barabarani, "Zawadi, Zawadi, ni wewe?" Amani hakupanga kilichotokea baadaye. Hakuamua. Mdomo wake ulifunguka tu na kujibu, "Ndiyo, ni mimi." Alitumia masaa 2 akiwa Zawadi. Mwanamke alimkumbatia, akauliza kuhusu masomo yake, akamwita mwenye akili na aliyelelewa vizuri. Mzee mmoja aliyekaa nje ya duka la kijiji alimpa embe zuri na kusema, "Mama yako amekulea vizuri binti yangu." Amani alitembea masaa 2 nyumbani na embe na kukila kipande kila kimoja pole pole. Hakuna aliyempa kitu chochote tu kwa kuwa Amani. Hakumwambia mtu yoyote. Alihifadhi siri hiyo kama sarafu ya siri na kusema kitu, lakini alifikiria kuhusu hilo kwa miezi mingi baadaye. Kisha Joeli alifika Kirongo. Alikuwa na miaka 26, mwenye umakini, mwenye bidii, aina ya mtu ambayo kijiji kinamheshimu kabla haijajua jina lake kamili. Alikutana na Zawadi barabarani kando ya mto siku ya kiangazi asubuhi, na Jumapili iliyofuata alikuwa anafanya sababu za kupita nyumba ya Baba Tomasi mara 2 kwa siku. Amani alimwangalia akianguka mapenzi kwa dada yake, aliona kila dakika ya hilo. Mazungumzo ya kwanza, kicheko cha kwanza kilichoshirikiwa, jioni Joeli alipopeleta nazi kwa Baba Tomasi na kukaa na mzee masaa 2 akiipata familia pole pole na kwa usahihi. Amani alitazama na kuhisi kitu kikimumonyoka kifuani mwake. Kisha ikaja sherehe ya uchumba. Kijiji kizima kilikusanyika. Mama Waridi alilia machozi ya kiburi. Mzee Samueli alibariki muungano. Kila mtu alicheza ngoma. Amani alisimama nyuma ya uwanja na kumwangalia dada yake akimulika chini ya macho ya kila mtu aliyetaka wampende. Usiku ule, baada ya uwanja kukaa kimya na Zawadi kulala kwa Amani karibu naye, Amani alilala gizani, macho yakiwa wazi na akili yake ikifanya kazi, na hatimaye aliipa jina ulichokuwa ukikimua kwa miaka yote. Kama hakuna anayeweza kunipenda mimi kama mimi, basi hakuna atakayehitaji kujua tofauti. Nitakuwa Zawadi na hakuna atakayejua. Ilitokea Alhamisi, usiku 3 kabla Joeli kugundua chai. Usiku 3 kabla Neema kuhisi kitu kibaya lango la soko. Usiku 3 kabla kijiji kizima kuanza kupata hisia ambazo bado hawakuweza kuzipa majina.
Alhamisi ilikuwa usiku sahihi, kwa sababu Alhamisi ulikuwa usiku Mama Waridi alipomtembelea dada yake katika nyumba ya jirani, na daima alibaki marehemu. Baba Tomasi alilala kwa kina baada ya dawa yake ya jioni. Majirani wa kushoto walikuwa mbali kwa mazishi. Majirani wa kulia walikuwa na mtoto mchanga na walikuwa wamechoka mno kutambua chochote zaidi ya kuta zao wenyewe. Amani alichagua Alhamisi wiki 4 zilizopita. Aliandika katika daftari lake, Alhamisi, nyumba inapokuwa kimya, hakuna anayeangalia. Alhamisi ni usiku. Alitumia wiki 4 hizo akifanya mambo matatu. Kwanza, alisoma Zawadi kwa ukamilifu uliokwenda zaidi ya kitu chochote alichokuwa amefanya kabla. Si tu mwendo na kicheko na mwelekeo wa kichwa aliokariri kwa miaka. Sasa alisoma mambo madogo ya siri, jinsi maalum Zawadi alivyosema jina la Joeli, laini kwenye herufi ya J kama kitu alichokuwa akilinda. Maombi matatu madogo ambayo Zawadi aliyasema polepole kabla ya kulala. Jinsi maalum alivyokunjua nguo yake kabla ya kulala, pembe ya kushoto kwanza daima. Hadithi ya kovu, kumbukumbu za utotoni, mambo madogo ya aibu ambayo Zawadi alimwambia Joeli wakati wa uchumba, ambayo Amani aliyasikia kupitia ukuta mwembamba kati ya vyumba vyao, akilala kimya gizani, akiandika kila kitu akilini mwake. Pili, alitayarisha mahali. Ghala la zamani la kuhifadhia vitu upande wa mashariki wa shamba la Baba Tomasi halikutumiwa kwa miaka 2. Amani alisafisha kwa utulivu kwa siku kadhaa, daima alipokuwa anapaswa kwenda sokoni au kukusanya kuni. Alipeleka mkeka wa kulalia, taa ndogo, chungu kilichofunikwa cha maji, chakula cha kutosha kwa siku kadhaa, ndoo. Alifunga kufuli nje, kisha akahifadhi ufunguo ndani ya sandali lake la kushoto. Hakuwa mnyama, alijisemea. Zawadi angekuwa katika hali ngumu, lakini Zawadi hangekufa. Tatu, alipata dawa. Muuzaji wa dawa za mitishamba alipita Kirongo wiki 6 zilizopita. Amani alimkaribia kwa siri, mbali na soko kuu, na kumwambia alihitaji kitu cha kumsaidia ndugu mgonjwa alale kupitia maumivu. Alimpa karatasi ndogo iliyokunjwa ya poda nyeusi bila kuuliza maswali zaidi. Amani alihifadhi ndani ya daftari lake kati ya kurasa 2 kwa siku 23. Jioni ya Alhamisi, Amani alitengeneza chai ya familia mwenyewe. Alimwambia Zawadi alitaka kusaidia. Zawadi alitabasamu na kusema asante. Shukrani hiyo ilitua mahali ndani ya kifua cha Amani kama jiwe linaloanguka ndani ya maji ya kina. Karibu akasimama. Mkono wake ulititirika kidogo juu ya kikombe. Hakusimama. Zawadi alikunywa chai yote kwa ukamilifu kama alivyofanya daima. Alishika kikombe kwa mikono miwili, akanywa hadi tone la mwisho. Ndani ya dakika 40 alikuwa amelala kwa kina, kwa uzito. Kilichotokea baadaye kilimchukua Amani masaa 2. Alimvisha Zawadi nguo za zamani. Alimfunga kwa uangalifu katika kitambaa. Alitumia toroli ndogo ya mbao ambayo Baba Tomasi alihifadhi nyuma ya nyumba, na akasogeza dada yake kupitia njia ya nyuma katika giza kamili, maili 3 hadi ghala la mashariki, akiongoza kwa kumbukumbu na mwangaza wa mwezi. Alimweka kwenye mkeka wa kulalia, akaacha maji, akaacha chakula. Alitazama uso wa dada yake aliyelala kwa muda mrefu. Msamaha, alipiga mpogo. Kisha akafunga mlango, akabonyeza kufuli, akatembea maili 3 nyuma gizani, akaosha mikono na uso kwenye bomba la nje, akaingia nyumbani, akakunjua nguo yake pembe ya kushoto kwanza daima, akalala kitandani mwa Zawadi na kuwa Zawadi. Siku ya 4, Joeli alikuwa na orodha. Hakuiandika, hakuwa mtu wa aina hiyo, lakini iliishi kichwani mwake, ikiwa kimya, kipande kimoja kwa wakati mmoja, jinsi nyufa inavyokuwa ukutani. Pole pole mwanzoni, kisha ghafla pana mno kupuuza. Kipande cha kwanza, chai. Kipande cha pili, salamu na neema. Alikuwa amesimama karibu ya kutosha kuona nusu sekunde ile ya kusita kabla Zawadi kukamilisha mshindo. Neema alicheka jambo hilo. Joeli hakucheka. Alilihifadhi bila kuonyesha kitu usoni mwake. Kipande cha tatu, wimbo. Kulikuwa na wimbo aliufanya wake na Zawadi. Si wimbo wa umaarufu, si kitu mtu mwingine yeyote angejua. Ilikuwa melodia rahisi Zawadi aliyoimba jioni moja akipika, kitu alichosema bibi yake alimfundishia, na Joeli alimwomba amfundishie maneno. Waliimba vibaya pamoja hadi wote wawili waliujua vizuri.
Jioni ya tatu, Joeli alianza kuimba kwa upole wakati walipokaa nje wakitazama jua lilichwa. Zawadi alitabasamu na kuinamia bega lake. Hakuungana, si noti moja. Joeli alisimama kuimba. Alisema chochote. Alitazama jua likimaliza kazi yake usiku na kuhisi kitu baridi kukaa katikati ya kifua chake. Kipande cha 4, hadithi ya mti wa embe. Wakati wa uchumba wao, Zawadi alimwambia kuhusu mti wa embe nyuma ya nyumba ya baba yake, jinsi alivyoanguka kutoka humo akiwa na umri wa miaka 7, akijaribu kufikia tunda la juu zaidi, jinsi alivyokata kidevu chake kwenye jiwe alipolipiga ardhi, jinsi baba Tomasi alimbeba ndani ya kilia na mama Waridi alivyosafisha jeraha na pombe ya mnazi huku akimwimbia. Joeli alimuuliza Zawadi kuhusu hilo kwa kawaida, asubuhi ya 4, akiingiza tu mazungumzo, akimtazama uso wake. Alitabasamu kwa upole. Mti ule wa zamani bado ninaupenda. Je, unakumbuka mama yako aliimba nini aliposafisha jeraha? Pause, ndogo sana, karibu haionekani. Aliimba mambo mengi, siwezi kukumbuka gani. Zawadi alimwambia Joeli wimbo maalum. Aliimba mistari 4 huku akicheka kwa sababu bado alikumbuka. Joeli hakuusahau kamwe kwa sababu ya jinsi uso wake ulivyoonekana akiimba. Wazi, mdogo kabisa, yeye mwenyewe kabisa. Hicho kilikuwa kipande cha 4. Neema, wakati huo huo, alianza kusikiliza kwa aina tofauti ya makini. Alimtembelea Zawadi siku hiyo hiyo ya mchana kwa kisingizio cha kukopa pilipili. Walikaa pamoja jikoni na kuzungumza kwa saa moja. Neema aliuliza mambo madogo ya siri, jina la mwalimu aliyemharibu Zawadi mbele ya darasa akiwa na miaka 13, na maneno maalum Zawadi aliyomwambia usiku mama wa Neema alipoumwa miaka 2 iliyopita. Zawadi alijibu kila kitu polepole, kwa makini, kwa usahihi wa kutosha kwamba mgeni hangeona kitu kibaya. Lakini Neema hakuwa mgeni. Alitembea nyumbani akiwa na pilipili yake na alikaa jikoni yake muda mrefu bila kusogea. Usiku ule huo, Amani alikaa peke yake katika chumba cha Zawadi baada ya nyumba kukaa kimya. Taa ilikuwa ifikie. Alikuwa na daftari la Zawadi wazi mapajani mwake. Si daftari lake mwenyewe, daftari la Zawadi, akitafuta kitu chochote alichokosa, undani wowote ambao bado haujakaririwa. Mikono yake haikuwa imara. Alifanya makosa leo. Aliyahisi yakitokea wakati huo huo na alikuwa hana nguvu ya kuyasimamisha. Macho ya Joeli pale alipokosa kukumbuka wimbo. Uso wa Neema pale alisita muda mrefu. Akabonyeza mkono wake mdomoni. Alikuwa anakipoteza, si uigizaji. Alikuwa anakipoteza yeye mwenyewe. Alihisi ikitokea, jinsi unavyohisi homa inapoanza, udhalimu wa polepole unaosambaa, unaoanza mdogo na kusambaa mpaka unajaza kila kitu. Akapiga uwepe uchumba upenda. Nilitaka tu mtu anipende. Hakuna aliyejibu. Nje, pita shamba la muhiga, pita ua uliovunjika. Zawadi alitembea gizani kwa miguu iliyoumia na hakusimama. Ilikuwa asubuhi ya soko. Aina ya asubuhi ambayo Kirongo ilipenda zaidi. Maduka yaliyojaa rangi, harufu ya pilipili safi na mahindi ya kukaanga ikichanganyika angani, watoto wakikimbia kati ya miguu ya watu wazima, shangazi Rehema akipanga nyanya zake, shangazi Imani akipingana kwa furaha na mteja kuhusu bei ya samaki wa makumbi. Mzee Samueli ameketi mahali pake pa kawaida chini ya mti mkubwa wa mkuyu, akiitazama kijiji kikisogea jinsi alivyoitazama ikisogea kwa miaka 60. Zawadi alikuwa duka la vitambaa na mama Waridi. Harusi ilikuwa siku 10 mbele. Kulikuwa na mambo ya kuchagua, rangi za kuamua. Mama Waridi alizungumza haraka, akishikilia vitambaa viwili tofauti dhidi ya mwangaza, mwenye furaha kwa njia kubwa na kamili ambayo mama wanavyofurahi mtoto wao anapokaribia kuolewa. Amani alisimama karibu naye na kujaribu kuhisi kitu zaidi ya hofu. Hakufanikiwa. Hakuwa amelala vizuri kwa siku 4. Kila mazungumzo yalihisi kama kutembea juu ya barafu nyembamba. Kila swali lilihisi kama mtihani ambao hakujisomea ya kutosha. Huyu wa buluu, mama Waridi alisema, Zawadi, angalia buluu hii. Hii ni rangi yako. Amani alipinda kutazama kitambaa na kisha akaisikia. Si sauti aliyoitegemea, si kitu alichopanga au kuandika katika daftari lolote au kufanya mazoezi mbele ya kioo chochote. Sauti yake mwenyewe ikitoka lango la soko. Soko likakaa kimya jinsi masoko yanavyokaa kimya tu pale kitu kinatokea ambacho akili ya binadamu haiwezi kueleza haraka. Si mara moja, kwa mawimbi, duka kwa duka, mazungumzo kwa mazungumzo, ukimya ukisambaa kutoka lango ndani kama jiwe lililodondoshwa kwenye maji tulivu.
Watu walisogea nyuma. Zawadi alisimama lango la soko bila viatu, nguo iliyolaruka begani, nywele bila mpangilio wowote, jeraha kidogo mguu wa kushoto likiacha nia nyekundu nyembamba juu ya ardhi nyuma yake. Maili 3 za njia ya msituni zimeandikwa ngozini mwake na macho yake. Lakini alisimama. Mgongo wake ulikuwa imara. Kidevu chake kilikuwa sawasawa. Macho yake yalipiga scan soko kwa mwelekeo na uwazi ambao ulinyamazisha kila mtu aliyekutana nao. Na macho yale yalimpata Amani kwa sekunde 4. Joeli alikuwa amesimama karibu na maduka ya mboga. Aligeuka ukimya ulipomfikia. Alitazama mwanamke lango. Alitazama mwanamke karibu na Mama Waridi. Alitazama lango tena. Kisha alitembea, si kuelekea Zawadi aliyesimama safi na amevaa duka la vitambaa. Alitembea kuelekea mwanamke lango, yule asiye na viatu, yule aliyeraruka nguo, yule aliyeonekana kana kwamba alitembea usiku kukuja hapa. Alisimama mbele yake. Alimtazama usoni kwa muda mrefu. Kisha akashika mikono yake yote miwili. "Uko hapa," alisema kwa upole. "Nilijua ulikuwa umeenda." Mama Waridi alinong'ona, "Amani, si swali, utambuzi, uliochelewa na wenye maumivu." Kitu kilimomonyoka kifuani mwa Amani. Si kwa mchezo, si kwa kelele. Kilimomonyoka jinsi mambo yanavyomomonyoka baada ya kupasuka kwa muda mrefu sana, kwa utulivu, kwa ukamilifu na aina ya unafuu uliombaji zaidi ya maumivu. Alipiga magoti chini ya ardhi ya soko na akaungama kila kitu. Si kwa sababu alinaswa, alikuwa tayari amenaswa. Aliungama kwa sababu siku 4 za kuishi kama mtu mwingine zilimfundisha kitu ambacho adhabu yoyote haingelimfundisha kwa ufanisi zaidi. Alikuwa ameenda. Amani alikuwa ameenda. Alijikana ili kumjaza Zawadi ndani yake, na sasa hakuna kilichosalia cha yoyote kati ya wawili. Aliungama daftari, miaka ya kusoma, muuzaji wa dawa, usiku wa Alhamisi, toroli gizani, ghala lenye kufuli. Kila undani ule ulitoka kwa sauti ambayo haikuwa ya Zawadi, wala haikuwa ya yeye. Zawadi alisimama futi 10 mbali, na akasikia hadi hakuna kitu kilichosalia cha kusikia. Kisha soko likakaa kimya tena, na katika ukimya ule, Zawadi alisema maneno 4 tu kwa dada yake. "Kwa nini hukuniuliza? Kwa nini hukuniambia ulikuwa unaumia? Ningelisikia daima." Amani hakuwa na jibu, kwa sababu ukweli ulikuwa usio uvumilivu na rahisi. Hakuwahi kuamini anastahili kusaidiwa kama yeye mwenyewe. Na katika dakika ile, Amani alielewa kweli kubwa. Aliiba maisha, lakini kwa kufanya hivyo, alipoteza maisha yake milele. Wakati unapita tofauti baada ya ukweli kama huo. Si haraka, si polepole, tu tofauti, kama mto uliovunjika benki yake na kupata njia mpya. Maji ni yale yale, lakini hakuna kinachoonekana kama kilivyokuwa kabla. Zawadi na Joeli walioa wiki 3 baada ya asubuhi ya soko. Si sherehe kubwa iliyopangwa, hakuna uchaguzi wa vitambaa vilivyopanuliwa, hakuna mapambo yaliyokopwa, tu familia, marafiki wa karibu, baraka ya mzee Samueli na chakula cha jioni cha utulivu katika nyumba ya Baba Tomasi. Zawadi alivaa gauni rahisi la buluu. Alishika mkono wa Joeli katika sherehe yote na hakuachilia. Mama Waridi aliketi mbele na kulia bila kusimama, si kwa furaha peke yake. Alilia jinsi mwanamke anavyolia wakati furaha na majuto yanafika wakati mmoja hasa na hawezi kuyatenganisha. Alimtazama Zawadi akipendwa vizuri na alihisi ukamilifu wake. Kisha alitazama kiti tupu karibu nake ambapo Amani alichagua kutokuja na kuhisi utupu wake pia. Mambo yote mawili yalikuwa kweli mara moja. Hiyo ndiyo gharama ya mwisho ya upendeleo. Si mtoto mmoja, wote wawili. Daima wote wawili. Amani hakuolewa kamwe. Aliishi nyumba ya baba yake na akajitenga. Alilima bustani ndogo nyuma ya nyumba. Alianza kimya kimya na bila tangazo kutumia muda na wasichana wadogo wa kijijini. Wale walioonekana kupuuzwa. Wale waliokaa pembezoni mwa mambo na kutazama badala ya kushiriki. Hakuwaeleza, tu alikaa karibu nao. Akawapa nafasi, akawajulisha bila maneno kwamba aliweza kuwaona. Haikuwa ukombozi, haikuwa ya kutosha kufuta alichofanya,
lakini ilikuwa kitu pekee kilichosalia kwake kutoa. Miaka 3 baada ya asubuhi ya soko, Amani alikuwa ameketi mahali pake ka kawaida karibu na lango la soko alipowakuta mama mwenye watoto 2 wa pacha wa kike, labda na miaka 7, nyuso zinazofanana, urefu unaofanana. Lakini mama alikuwa akishika mkono wa msichana mmoja, na wa pili alikuwa akitembea kidogo nyuma, kidogo kando, kwa njia maalumu ya mtoto ambaye tayari amejifunza kwamba yeye ni mazingira ya hadithi ya mtu mwingine. Amani alisimama. Alipita soko hatua 12 na kusimama mbele ya mama. Alimtazama msichana aliyetembea nyuma, msichana ambaye tayari alijifunza kutoweka. Kisha akamtazama mama na kusema kwa upole, kwa uthabiti, kwa uzito wote wa kila mwaka uliokuwa nyuma ya maneno yake, wapende sawa, wote wawili vivyo hivyo tafadhali. Hujui unachokijenga ndani ya yule unayeacha nyuma. Hujui kitakachokuwa. Tafadhali, wapende sawa. Sauti yake haikutetemeka. Mama alimtazama. Amani hakusubiri jibu. Alirudi mahali pake na kukaa na kutazama mikono yake mapajani mwake. Soko liliendelea kumzunguka. Na mahali pengine kijijini, katika nyumba iliyojaa kelele za watoto 2 wadogo na harufu ya chakula cha jioni na sauti ya kicheko cha Joeli kikipitia dirishani, Zawadi alimaliza chai yake, mikono yote miwili imeshika kikombe, hadi tone la mwisho kabisa. Na hapo ndipo nitakuacha. Kijiji cha Kirongo kilijifunza kitu asubuhi ile, na natumai wewe umejifunza pia. Wivu hufanya utake kile wengine walichonacho, lakini ukiliumlisha kwa muda mrefu wa kutosha, hautachukua tu walichokuwa nacho, utachukua ulichokuwa wewe mwenyewe. Utachukua vitu vilivyokuwa vyako peke yako: jina lako, uso lako, nafasi yako duniani, mtu maalum asiyeweza kurudiwa, ambaye wewe tu ulizaliwa kuwa. Amani hakupoteza maisha ya Zawadi tu, alipoteza maisha ya Amani pia. Kuishi kama mtu mwingine hakukupa mwanzo mpya, hakukupa maisha yoyote kabisa. Maisha pekee yanayostahili kuishi, hata kama ni magumu zaidi, hata kama ni ya utulivu zaidi, hata kama hakuna anayeweka michoro yako ukutani, ni yale ambayo kweli ni yako. Kwa sababu mwishowe, pale kila kitu kinahesabiwa, hiyo ndiyo pekee unayoweza kuwa.